Vikosi vya Ukraine vilianzisha shambulio la kombora mnamo Juni 5 kulenga mkusanyiko wa wanajeshi wa Urusi wa makombora karibu na mji wa Klist katika jimbo la Bryansk la Urusi. Wafanyakazi wakuu wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine waliripoti. Inasemekana kwamba onyo hilo liloharibu kirusha kombora kimoja cha Iskander na kuharibu vingine viwili vibaya. Kikosi kilicholengwa ambacho ni sehemu ya kikosi cha 26 cha kombora cha Urusi kilijaribu kufyatua risasi katika eneo la Ukraine ambayo labda ingelenga Kyiv kabla kupigwa. Shukrani kwa upelelezi mzuri na juhudi zilizoratibiwa za vikosi vya wanajeshi na huduma ya usalama ya Ukraine, malengo yalifikiwa kwa mafanikio, wafanyakazi wakuu walisema. Hivyo pia shirika hilo liliongeza kuwa hakukuwa na majeruhi wala raia na tathmini ya hasara ya Urusi inaendelea. Iskander ni mfumo wa makombora ya masafa mafupi ya balistiki unaotumiwa na Urusi kushambulia kwa usahihi dhidi ya malengo ya kijeshi na miundombinu, ukiwa na safu ya hadi kilomita 500, baadhi ya maili 311 na uwezo wa kubeba vichwa vya kawaida au vya nyuklia. Mfumo huo unasalia kuwa sehemu muhimu ya vikosi vya mbinu vya kombora vya Urusi. Wilaya ya Bryansk iko kaskazini mashariki mwa wilaya ya Chernihiv na Soni za Ukraine, na kuifanya kuwa mojawapo ya mikoa muhimu ya Urusi inayopakana kaskazini mwa Ukraine. Hivyo mgomo huo ulikuja kama sehemu ya juhudi pana za Ukraine za kudhalilisha uwezo wa Urusi wa kushambulia. Usiku huo Urusi ilirusha ndege zisizo na rubani 103 zikijumuisha ndege zisizo na rubani zilizobuniwa na Iran za Shahed na kombora moja la balistiki la Iskander M dhidi ya eneo la Ukraine, ambapo kulenga mali za makombora huko kunaweza kutatiza uwezo wa Urusi kuzindua mashambulio ya usahihi, haswa kabla shambulio jipya la kiangazi linalotarajiwa. Licha hayo, imeripotiwa kuwa Urusi inapanga kuzalisha ndege zisizo na rubani milioni 2 za mtazamo wa kwanza na ndege zisizo na rubani F-30 za masafa marefu na za udanganyifu mnamo 2025 kwa vita vyake dhidi ya Ukraine. Msemaji wa idara ya ujasusi wa kigeni wa Ukraine ameliambia shirika la habari la Politico mnamo Juni 5. Hata hii inaashiria upanuzi muhimu wa mpango wa vita wa droni wa Moscow, kwani Ukraine na Urusi zinazidi kutegemea mifumo isiyo na rubani kwa uchunguzi na mashambulizi ya mstari wa mbele. Kulingana na Alexandrov, uzalishaji wa ndege zisizo na rubani nchini Urusi unategemea sana vipengele vya China. Licha ya kukanusha kwa Beijing hadharani, watengenezaji wa China wanaendelea kuipatia Urusi kielektroniki na teknolojia muhimu. Nukuu wanatumia kinachojulikana kama makampuni ya Shell kubadilisha majina kufanya kila kitu ili kuepuka kuwa chini ya udhibiti wa mauzo ya nje na kuepuka vikwazo kwa shughuli zao, Alexandrov amesema hivyo. Afisa huyo wa upelelezi alionya kwamba usaidizi huu wa kiviwanda unaruhusu Moscow kupunguza faida ya mapema ya Ukraine katika uvumbuzi wa ndege zisizo na rubani. Wanalenga kuzalisha takriban ndege F-30 za masafa marefu za aina hizo pamoja na ndege zisizo na rubani F-30 za uongo wanazotumia kuzima ulinzi wa anga wa Ukraine mwaka 2025. Kuhusu ndege zisizo na rubani za FPV, Warusi wanalenga kutoa milioni 2 kati yao mnamo 2025. Ndege zisizo na rubani za FPV, vifaa vidogo na amlifu ambavyo mara nyingi huwa na mizigo ya kulipuka, vimethibitisha ufanisi mkubwa katika kuharibu mizinga, silaha na malengo mengine ya thamani ya juu kwa gharama ya chini. Rais Volodymyr Zelensky amesema mapema mwaka huu kwamba Moscow inajitahidi kutengeneza hadi droni 500 za masafa marefu kwa siku. Mashambulizi ya kila siku ya ndege zisizo na rubani za Kremlin, mara nyingi yakihusisha ndege zisizo na rubani zilizobuniwa na Iran aina ya Shahed, yamepunguza ulinzi wa anga wa Ukraine na kusababisha uharibifu mkubwa kwa miji na miundombinu. Ukraine kwa upande wake imeongeza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa ndani wa ndege zisizo na rubani katika kukabiliana. Wizara ya kimkakati ya viwanda iliripoti kwamba Ukraine iliongeza zaidi ya mara 2 uzalishaji wake wa ndege za masafa marefu katika mwaka 2024 likilinganishwa na mwaka 2023, ongezeko la mara 22 zaidi ya 2022.